kutoka kijiwe cha lishe. Kijiwe lishe, karibu tulinde afya. Kijiwe lishe, afya bora na salama. Kijiwe lishe, jamani tulinde afya. Kijiwe lishe, afya bora na salama. Lishe bora ni vyakula vyenye virutubisho. Lishe bora, mboga na matunda, nafaka, maji ya kutosha. Barabara kabisa, hii ni Kijiwe Lishe ya Green FM na nikukaribishe msikilizaji tudadavue pamoja masuala mbalimbali ya lishe sambamba na afya bora. Mimi ni Edna Ernest, siko peke yangu hapa, niko na mwenzangu Henrik Idawa. Idawa, mambo vipi? Mimi niko poa tu Edina, na tumwambie tu msikilizaji kwamba anaweza kashiriki nasi moja kwa moja kupitia nambari ya SMS. Akatutumia message yake, tutaisoma hapo baadaye. Nambari ni 0743398888. Lakini pia anaweza katufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, tunazungumzia Facebook, Instagram pamoja na YouTube kupitia Green FM Radio kwa Instagram pamoja na Facebook. Lakini kwenye YouTube atupate kwa jina la Green FM TV. Leo tunajadili nini? Leo katika Kijiwe Lishe tunaenda kuongelea unaelewa nini msikilizaji kuhusu lishe bora. Na hapa tupo katika stendi ya zamani Tandala hapa. Hiki ni kijiwe, kumbuka Idawa Kijiwe Lishe cha Green FM. Na hapa stendi hatuko peke yetu, tuko naye afisa lishe kutoka wilaya ya Makete. Karibu, jitambulishe. Asante mtangazaji. Kwa jina anaitwa Beda Minuka, afisa lishe wilaya ya Makete. Kijiwe cha lishe. Kama ulivyomsikia afisa lishe kutoka wilaya Makete, tutakuwa naye hapa katika kijiwe kudadavua masuala mbalimbali yanayohusiana na lishe. Unaelewa nini kuhusiana na lishe bora? Lishe bora tutajua zaidi kwa wananchi, na wakati huu moja kwa moja tukapate maoni ya wananchi ambao wao tupate kufahamu je, wanauelewa kuhusiana na tunapozungumzia lishe bora ni nini? Hiki ndicho ambacho tuanze nacho kwenda kusikiliza maoni ya wananchi mtaani. Kwa majina naitwa Rosemary Filipo Mlangwa, natokea mtaa wa Hospitali Ikonda. Lishe bora ni mchanganyiko wa vyakula mbalimbali kwenye makundi mbalimbali kama matunda, vyakula vya wanga, mboga za majani, mafuta, alafu vyakula vitokanavyo na wanyama. Hivyo vyote vinachangia kupata lishe bora. Kwa jina naitwa Andulile Haji Mwantimwa. Kupangilia kuna kipato ambacho nakuwa naacha nyumbani na kipato kingine natumia mitaani kwangu ninapokuwa kazini. Ni chakula changu bana, napendeka ugali nyama, ugali samaki, pengine mpaka dagaa. Kwa majina naitwa Mama Pia, natokea Ikonda. Lishe bora ni mchanganyiko wa vyakula mbalimbali kama protini, wanga. Kwa upande wangu naweza kupata kafano asubuhi ile naweza siku nyingine nakunywa chai, siku nyingine naweza kanywa chai ya maziwa, siku nyingine nakunywa maziwa fresh, siku nyingine uji, mchana ugali, mboga majani, mnabadilisha mboga, labda samaki, nyama ya kuku. Usiku bila kukosekana matunda. Usiku hivyo unaweza kubadilisha, mchana kama ni kula wanga, usiku utakula protein. Siwezi nikarudia tena wanga ile. Huo ni mtazamo wa wananchi mbalimbali waliozungumza hapo kwamba wao wanauelewa gani kuhusiana na lishe bora, msikilizaji. Na hapa kama nilivyokuambia tunaye afisa lishe kutoka katika wilaya ya Makete. Yeye atakwenda kuzungumzia hapo. Tumeona wananchi wao wanakula, kuna vyakula ambavyo wanakula pale, kuna ujilishe umesemwa hapo, kuna matunda mbalimbali ambao wao wanatumia asubuhi, mchana na jioni. Afisa lishe, wewe kwa kitaalam zaidi unaelewa nini kuhusiana na lishe bora? Asante mtangazaji. Lishe bora ni ulaji wa kujipatia virutubishi kutokana na makundi 6 ya chakula. Kwa hiyo unapozungumzia lishe bora unamaanisha ni ulaji wa kupata virutubishi kutoka katika makundi yote ambayo ni makundi 6 ya chakula. Na umeweza kusikiliza wananchi wakielezea kwamba wanakula vyakula tofauti. Unapata mtazamo gani kwa hawa wananchi hasa walipozungumzia kwamba labda nakula ugali kwa maharage, labda wali kwa nyama, lakini sijaona wakichanganya vyakula? Je, ni mlo sahihi huu kitaalamu? Ndio, nimesikia wananchi, lakini wana maoni tofauti na wana mtindo tofauti wa ulaji. Lakini kitaalamu lishe bora ni kula vyakula kutoka katika makundi 6 ya chakula
ambapo katika makundi hayo 6 ya chakula basi tunaweza tukapata virutubishi vyote ambavyo binadamu anahitaji kwa ajili ya afya bora. Asante sana mtaalamu. Hebu shikilia. Tunafikiri tutajadili kwa kina hapo baadaye. Dina amezungumzia hapo. Msikilizaji pia anaweza kupata nondo makini kabisa kutokana na hicho alichokizungumza hapa. Wanakuambia siku zote lishe inaanzia kwenye familia. Bila shaka unakubaliana na mimi. Nakubaliana na wewe, lakini je, katika familia yako unazingatia lishe bora? Huenda hilo likawa swali ambalo ni rahisi ama ni gumu. Nafikiri wakati huu mwenzetu Happy Kimweri yuko kijiji cha Ikonda, atapata kuzungumza na moja ya familia pale, na sasa tuelekea Ikonda tukapate kujua kijuelishe Ikonda kwenye moja ya familia huko kinaendeleaje, watu wanakula kweli lishe bora. Happy Green FM 91.6 chaguo la watu. Nimefika katika kata ya Tandala na lengo na madhumuni ni kuja kuzungumza na mmoja ya familia ambayo inazingatia lishe. Kama tunavyofahamu kwamba uzingatiaji wa lishe bora ni kitu muhimu sana, na nimefika katika familia hii, naona kuna mazingira mazuri, naona wanazingatia lishe hawa, naona kuna ufugaji wa kuku hapo unaendelea. Mama, habari za saa hizi? Salama. Ndiyo, mnaendeleaje na hali? Kwa kweli Mungu mwema. Ndiyo. Karibu ndani. Asante. Karibu kiti. Nashukuru sana. Asante. Nataka kufahamu kama unafahamu swala zima la kuzingatia lishe bora. Kwa kweli lishe bora nazingatia. Alafu nipo vizuri kwa kuzingatia lishe bora. Na katika kuzingatia huko lishe bora, wewe unadhani kuna umuhimu gani kuzingatia lishe bora? Mimi naona umuhimu upo kuzingatia lishe bora kwa sababu ukizingatia lishe bora unakuwa una afya, unazingatia mlo kamili. Vile vile ukizingatia mlo kamili kwanza unakuwa na afya. Unakuwa na afya. Mungu mwema. Sasa elimu yote hiyo umeipataje au umeipata wapi? Mimi elimu yote hiyo nimeipata kwanza kliniki. Huwa wanatufundisha sana mlo kamili, wanatufundisha sana kliniki, tunashukuru manesi. Vile vile na kwa redioni tunasikia vitu vingi sana. Mimi ni mpenzi sana kufungua redio. Ni mpenzi sana Radio Green. Kwa sababu unajifunza, ukisikia sehemu kuna hiki na hiki na hiki, na mimi najitahidi kusema wenzetu wamesema kuna hiki na hiki na hiki, ngoja na mimi nifanye hiki, kwani inashindikana, mbona inawezekana? Ndipo nafanya. Inawezekana. Na familia yangu tunakula kwa moja. Ina maana kwamba nimechukua kile kimila sigawi kila mtu sahani. Tunapakua chakula pamoja, na mega mwingine anakula, na mega huyo anakula. Kwa sababu najua watoto ukimpakulia chakula chake kula peke yake hawezi. Lazima wakiwa wengi, mwingine atamega hivi, ataona chakula sasa kinaisha, na yeye ndio anakazana kula. Kushukuru sana. Asante. Lakini nilikuwa nahitaji kuzungumza pia na baba ili kufahamu kuhusiana yeye pia upande wake kama anafahamu kuhusiana na umuhimu wa lishe. Sijui yupo? Baba yupo, lakini yupo kibandani pale. Kidogo sio mbali sana. Basi wacha nimfuate huko aliko ili niweze kuzungumza naye pia. Lakini nakushukuru sana. Wasalimie pia watoto. Asante, nawasalimia. Karibu tena. Haya, asante sana. Haya. Kutoka nyumbani kwa mzee Mahenge mpaka kuelekea kazini kwake sio mbali sana, ni kama mita 100 hivi kufika kazini kwake hapa ambapo anajishughulisha na shughuli mbalimbali. Na uzuri nimemkuta hapa. Habari za saa hizi? Salama. Habari ya kazi mtangazaji? Njema kabisa, pole na majukumu. Asante, pole nawe na kazi. Nashukuru sana. Nataka kufahamu kwa upande wako kama unafahamu kuna umuhimu wote wa kuzingatia lishe bora. Lishe bora kuna umuhimu wa kuzingatia, kwa sababu bila lishe bora sidhani kana kwamba tungekuwa na afya zetu ambazo zinakuwa zipo imara na supavu. Wewe ni baba wa familia, una mchango gani kwa mama wa familia ambaye anakuwa anaandaa chakula kuhakikisha kwamba kila anapoandaa chakula lazima kuwe kuna kuzingatiaji wa mlo kamili? Una mchango gani kwenye hilo? Mchango wangu mtangazaji ni mama kuwa makini na kila ambacho kinaandaliwa, alafu na kuona ni kitu gani ambacho kingine kinaweza kikawa kinahitajika kwa wakati huo ambacho kinaleta afya mwilini kwa ajili ya kukiandaa. Kwa hiyo ni lazima nipe taarifa kuwa baba unatakiwa leo katununulie labda matikiti, katununulie kuna matunda mapingesi yapo, kuna maparachichi yapo, unakuta hivi vitu tunavyo.
bilinganya, lakini huku zinapatikana kwa shida sana, kwa sababu hii wilaya yetu ni kwa shida sana zinapatikana, lakini kama mjini hizo zinapatikana kwa urahisi. Jirani na familia ya mzee Mahenge, naelekea nyumbani kwa mtendaji. Nimefika nyumbani kwa mtendaji Dola Kilangwa, ambaye naye nimekuja kufahamu machache kwa upande wake yeye, kama anafahamu umuhimu wa lishe. Uzuri nimemkuta hapa. Dada, habari yako? Salama. Nataka kufahamu kwa ngazi ya serikali, wewe ni kiongozi, unahakikisha vipi pia wananchi wanakuwa wanauelewa au kupata elimu pia kuhusiana na umuhimu wa lishe bora kwenye familia zao, kuzingatia hilo? Elimu kwanza, kikubwa elimu inatolewa, lakini pia kama serikali tumehimiza kila nyumba, kila kaya iwe na bustani za mboga mboga pia, lakini pia kwenye kazi zenye watoto wadogo kuhakikisha watoto wanahudhuria kliniki. Kwenye kuhudhuria kliniki huko wanapewa elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya lishe, lakini pia kama mtoto anakuwa na changamoto inafahamika kule. Pia tunakuwa kuna maadhimisho ya siku ya lishe kila baada ya miezi mitatu, kila robo tunafanya. Kwa hiyo serikali inafanya kwa namna hii. Kuomba ungabone na twitoa logolo toka wene kuomba ungabone tulege nunu mama toka wene. Huyo ni Happy Kimweri aliyetupeleka katika mojawapo ya familia kijiji cha Ikonda, akituambia kwamba wao kwa uelewa wao wanapangilia lishe bora na wanaelewa kuhusiana na lishe bora. Lakini kabla ya Happy pia tulikuwa na wananchi, nao pia walizungumza mitazamo yao. Kwa upande na pia kwa kuongeza moja kitu ambacho nimekipenda kwenye hii familia ni kwamba wanabadilisha mlo na mboga. Sijajua kama kila siku anaweza kuweka tunda au mboga kaweka mbili. Labda turejee kwa mtaalamu atuambie kwamba afisa lishe tuambie, unapoandaa mlo lazima kuwe na mboga mbili ama unaweza kuipata lishe kupitia mboga moja, labda maharage kwa mboga majani na tunda, au inakuaje hapa? Tuweke sawa. Asante ndugu mtangazaji. Lishe bora haimaanishi kutumia vyakula zaidi ya kimoja lakini vya aina moja. Lishe bora ni kupata vitubishi tofauti tofauti katika makundi tofauti tofauti ya chakula. Kwa hiyo ili kupata mlo kamili au kula chakula katika lishe bora, ni vizuri kuwa na vyakula zaidi ya aina moja vyenye virutubishi tofauti, sio virutubishi vya aina moja. Virutubishi inatakiwa kuwa vya aina tofauti. Hiyo ni mambo ya kitaalamu. Kwa hiyo na bila shaka Edina nayo utaanza kuzingatia. Unapoweka maharage, unaweka na mboga majani, unaweka na katunda kidogo, mambo yanakuwa super. Swali la uchokozi hilo kwamba naweza nikazingatia. Kwa hiyo hapo awali nilikuwa sizingatii, huenda. Sina uhakika. Unaweza kututhibitishia ulikuwa unafanya hivi? Hapo awali nilikuwa na uelewa wangu tu, nikijua kwamba labda nikitumia ndizi ya kupika ni sawa na ndizi ambayo ni mbivu, yani imeiva. Kwa hiyo naweza nikapata vitamini vya aina moja. Kutokana na maelezo ya mtaalamu hapa, nimepata nondo katika chimbo hili la Kijiwe Lishe. Na kama ndio unajiunga nasi msikilizaji, ni Kijiwe Lishe ya Green FM. Maoni yako ni muhimu zaidi. Chat nasi hapo kupitia namba ya 0743 39 88 88 0743398888. Kijiwe kipo hapa katika stendi ya zamani Tandala hapa halmashauri ya wilaya ya Makete, mkoa ni Njombe. Kuna mijadala mbalimbali ambayo inaibuka vijana. Sisi kama vijana bwana, lazima tuibue mijadala kuhusiana na lishe. Kuna afadhali umejijumuisha kundi la vijana hili bwana linatakiwa kuwa na kuzingatia lishe bora. Pale Mangoto, Boniface Kenani Mwafulilwa yeye ametupeleka pale na ana mjadala mfupi hapo kuhusiana na wana vijana katika mgahawa huo wanaelewa nini kuhusiana na lishe bora. Boniface. Kijiwe cha lishe. Asante sana Edna Ernest pamoja na Henry Kidawa. Bwana, leo moja kwa moja tuko katika kijiji cha Mangoto, kata ya Mangoto, wilayani Makete, mkoani Njombe, na leo tumepita kwenye mgahawa
ambapo watu hapa wanajipatia chakula mbalimbali na vitu kama hivyo ili kuweza angalau kuhakikisha tumbo linakaa vizuri na mambo mengine kama mambo ya lishe bwana katika kijiwe lishe. So tuna mambo mengi ya kuweza kuzungumza na ndugu zangu hapa. Lakini hapa mgawani nimekutana na mama lishe ambaye anahudumia watu hapa, lakini vile vile nimekutana na mmoja wa baba ambaye anahudumia familia, mama vile vile, lakini pamoja na wateja wake, wateja wa mama lishe katika mgawa huu. Sasa hapa tutafahamu mambo mengi kidogo kutoka kwao. Habari za leo? Kwema Kwema kabisa. Sawa, ningependa kufahamu walau tufahamiane kwa sekunde chache sana. Kila mmoja angalau aseme jina lake. Mama lishe, jina lako? Mimi naitwa Angela Mbilinyi. Angela Mbilinyi. Karibu mama. Mimi naitwa Tetu. Tetu. Tetu Edgar. Tuko na Edgar. Edgar nani? Askari sana. Asante sana Edgar. Mimi naitwa Sadiki Romanus Mwinga. Asante sana Romanus. Na pia tuko na baba. Naitwa Juventus au Bagasti. Ndio. Kama sikia labda mtu kapata lishe bora, tunaelewa nini? Karibu yote kwa mtazamo wake. Karibu sana. Mimi ninapoelewa lishe bora ni kupata chakula kilichokamilika ambacho kwa mfano unaweza kuwa unakula ugali ni lazima una matunda mbalimbali ambao unaweza kuwa kidogo na afadhali ambacho kwa sababu matunda kazi yake ni kulainisha chakula ambacho kama kidogo kilikuwa kina hali fulani ya ugumu basi kwa mfano kama ndizi matunda kwa ajili ya kulainisha chakula. Okay, mambo ya mixer yani. Okay. Kuna mwingine ananyongeza labda hapo? Mimi naona walipoeleza ni sawa kwa sababu unavyoandaa chakula lazima uweke matunda mbalimbali. Na unaweza kuweka ndizi, machungwa, tikiti. Kuna mboga za majani, nyama. Unaweka mezani. Kwa ajili ya mlo. Kuna ugali. Mama lishe huyo. Okay, sasa tunaposema lishe bora sasa kwenye familia sasa inamaanisha hapo tunasema hapo ndo tunasemaje? Kwa mfano kwenye lishe bora ni baba, kiwepo baba, mama pamoja na watoto. Lishe bora ambayo inapatikana kwa mfano asubuhi, familia lazima ipate uji. Ni chakula ambacho kinaweza kuboresha kidogo kutengeneza ubora wa tumbo kwanza. Alafu baada hapo tutapata chakula cha mchana ambacho hicho chakula cha mchana ambacho kinapatikana labda kama ni ugali, wali ambayo inatakiwa lazima yawepo matunda mbalimbali na mboga za majani. Baada hapo kikawaida kabisa nasema lishe bora ni milo mitatu. Ni asubuhi, mchana na jioni. Wewe unasemaje? Nani ana wajibu wa kuhakikisha kwamba familia sasa inapata ile lishe bora? Mimi nadhani kwenye lishe bora ambaye anatakiwa kuwajibika pale ni wazazi wote wawili, baba na mama, kwa sababu unaweza kukuta mama yeye kama hana kipato kila siku, yani asubuhi viazi, mchana viazi, jioni viazi. Kwa baba naye anatakiwa hiyo elimu awe anaijua. Baba wewe unasemaje? Kwa mtazamo wangu kwamba mtendaji wa mwisho ni mama, sawa, lakini kuna familia tunasaidiana, naweza mkafanya wote kwa pamoja, mkapanga wote kwa pamoja. Sababu familia ni watu ambao tayari mmeungana, kwa mnatakiwa muendeshe mambo yenu kwa pamoja. Kwa hata kuandaa lishe nafikiri ni swala la wote. Unakubaliana naye? Nakubaliana naye kwa sababu kuna familia zingine yani baba naye anaingia jikoni anapika, anamsaidia mke wake. Mfano labda mimi mama ni mjamzito. Alafu labda ujauzito unanisumbua na tuna watoto wengine. Kwa baba ana wajibu wa kuandaa chakula pale kwa ajili ya mimi na watoto. Sio tu kwamba mama ndo anayetakiwa aandae pale mlo, hata baba pia anaweza kafanya. Kwenye familia tunavyoishi, si ndivyo? Kuna tabia ile kwamba kitu fulani atakula baba. Nataka tufahamu, kuna mgawanyo sawa, tunadhani kuna mgawanyo sawa wa chakula. Mimi nadhani kwa saizi nadhani hapa na maana chakula kinachopikwa ndio hicho tutamtekea baba, tutakula watoto na tutakula na mimi mama. Japo kuna sijui tuseme ni kama zamani huko labda unakuta mkichinja kuku filigisi anakula baba. Lakini saizi hata mimi nikipika tu naanza na filigisi hilo. Uwezo lakini kwenye msosi pale mama kwamba parachichi la baba jamani. Hapana, watoto na wenyewe wanapata parachichi, baba na yeye kila mmoja kipande anapata. Kwa kuna usawa. Usawa. Kumbe bwana tulikuwa katika mgawa mama nani? Hapa kata ya Mang'oto, kijiji cha Mang'oto, wilani Makete mkoani Njombe. Tulikuwa tukizungumza kwenye kijiwe lishe. Of course nafikiri kwamba tulikuwa tumefurahi sana, tumepata elimu nzuri sana kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika kutoka kwa wenzetu kutoka hapa. Na mimi nasema sina la ziada jamani, nawashukuru sana Asanteni sana. Tuzingatie lishe bora Asante sana.
Dina, tumesikiliza wananchi kutoka pale Mang'oto wakiwa mgawani. Mambo yalikwenda vizuri, sijajua kama mwafu walipata pilau ama usuge ama labda dona. Sasa hivi Maketa wali dona anasema bwana anakula sembe bwana. Vyakula visivyokobolewa watu wanasema nani wakula sasa hivi. Lakini pia moja kitu ambacho nimefuatilia ni ulaji wao, wanafurahia huduma kutoka mamalishe. Kwa mamalishe umeona hapo mamalishe pia amezungumza huduma anayoitoa pale, ikiwa ni matunda. Wateja wanapofika pale mgahawani kwa ajili ya kupata huduma ya chakula, kwa pembeni pale kuna kibanda cha kuweza kuuza matunda. Sasa baada ya kupata chakula wanapata pia matunda kutoka pale. Lakini kuna mambo kadhaa ambayo pia yameibuka katika mjadala huu mzima. Tungetamani kutoka kwa afisa lishe aweze kutueleza hasa mtindo wa maisha wa vijana unatazama vipi, hasa ikiwa wanavyokula. Unadhani kuna athari yote inaweza kaleta madhara katika afya zao, hasa katika uzazi? Tunaona kwamba hiki ndo kizazi ambacho kinaandaa watoto wa baadaye ambao watakuwa viongozi, lakini ulaji wao tunaona kwamba sehemu nyingi anatamani aenda kale chipsi, kale mgawani bila kuzingatia lishe. Vyakula vya chapchapu hivyo kwamba ngoja nichukue tu hiki almradi nijaze tu. Mtazamo wako ni upi mtaalamu? Asante ndugu mtangazaji. Tukumbuke kwamba kutokana na utafiti uliofanyika mwaka 2022, utafiti unaohusu viashiria vya lishe na malaria ilionyesha kabisa kwamba mkoa wetu hasa wilaya yetu ya Makete tuna udumavu wa 50%. Tukumbuke kwamba udumavu huu unaanzia tangu mtoto akiwa tumboni kwa mama yake. Na kama unavyojua 1% kubwa ya vijana au 1% kubwa ya watu katika wilaya yetu ni vijana. Kwa hiyo vijana hao wanahusika moja kwa moja katika kuwa wazazi wa hao watoto ambao mwisho wa siku wakizaliwa katika hiyo lishe duni wanapata udumavu huo wa 50%. Hapo tumeona namna ambavyo mtaalamu ameelezea kwamba udumavu na changamoto hii inaanzia tumboni. Kwa hiyo mama anapokuwa mjamzito pale pia anatakiwa kuzingatia lishe bora ili tu mtoto anapozaliwa mpaka anapofika kukua, labda kufikia hatua fulani umri wa miaka labda 25 na kuendelea, pia lishe iwe bora kabisa. Unaweza kumtizama mtu katika kuongea tukajua huyu kidogo lishe haijakaa sawa hapo. Na ukumbuke Dina kwamba kwa mujibu wa taarifa za ofisi ya taifa ya takwimu NBS, pamoja na ikizingatia zile taarifa ambazo zitolewa na shirika la chakula duniani pamoja na shirika la afya duniani, ilieleza kwamba kama 60% ya Tanzania au hawazingatii lishe bora. Labda hiki mtaalamu inakupa picha gani unaposikia kama 60% ya watu hawazingatii lishe bora? Inakupa picha gani? Asante ndugu mtangazaji. Kikubwa hili swala halileti picha nzuri, lakini ndio maana sisi kama jamii, sisi kama wadau wa kutoa elimu katika jamii kama nyinyi Green FM na wengine tunaposaidiana hivi ndivyo tunavyoweza kupambana na hili swala. Na sasa maoni yako ni muhimu msikilizaji, kwa namba ya 0743398888. Edwin Moshi yupo studio kukupeleka katika ujumbe uliotuandikia hapa. Kwako Edwin Moshi. Green FM 91.6 chaguo la watu. Sijui hii nayo ndo lishe yenyewe. Haya msikilizaji, mimi nakusomea ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao umetutumia hapa kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Nianze na kutoka kwenye Facebook. Kuna maoni haya kutoka kwa Daniel Thomas. Yeye anasema kwamba lishe bora maana yake ni kula chakula cha kutosha na chakula chenye virutubisho vyote muhimu. Lishe bora husaidia mwili kukua vyema, kujenga mwili, lakini pia huimarisha kinga ya mwili ili kuweza kupigana na magonjwa. Ili lishe iwe bora ni muhimu iwe na mchanganyiko wa vyakula mbalimbali kama vile protein, wanga, fat, mboga mboga, madini, matunda na maji kwa wingi. Hayo ni maoni kwa upande wa Facebook msikilizaji, lakini katika namba yetu ya simu ya hapa studio ya 0743398888, huyu anasema kwa mimi lishe bora ni pale unapokula chakula cha mchanganyiko, sio kula ugali na maharage tu kila siku. Ni lazima kuwe na mboga, matunda na hata maziwa ili mwili upate nguvu na vitamini zote. Huyo anaitwa Priska Sanga kutoka kijiji cha Kitulo. Daniel Mbwilo kutoka Mang'oto, yeye anasema kwamba
Lishe bora ni kula chakula kinachokupa afya bila kujaza tumbo. Hata kama una hela ndogo, ukiweka maharagwe, mboga za majani na nafaka zisizokobolewa kwenye sahani, tayari unakula lishe bora. Moses Sanga yeye anasema kwamba mimi naona lishe bora si kula chakula cha bei ghali mjini, bali ni kula vyakula vyetu vya kijijini ambavyo vimechanganyika vizuri. Ukila mihogo, viazi, mboga na kupata matunda, unakuwa na mwili imara na afya njema. Mimi natoka Itundu, anasema hivyo. Kwa kuwa kijiwelishe imenoga, msikilizaji, mimi kazi yangu sasa nakaa kimya niweze kumsikiliza Edna Ernest pamoja na Henry Kidawa wakiendelea na kijiwelishe kutoka pale stendi ya zamani Tandala. Tumesikiliza maoni ya wananchi kutoka mtandaoni, lakini pia kwenye SMS ya pale studio. Wengi wanaonekana wanauelewa juu ya masuala ya lishe, lakini kubwa zaidi ambacho nimekiona ni kwamba anazungumzia kubadilisha mlo. Lakini tuliona package ile ya afisa lishe na sasa bwana kuna makundi ya vyakula. Na labda hapa afisa lishe ungesisitiza wakati tunafikia tamati ya kipindi hiki, tumesikiliza maoni ya wananchi wengi, lakini inaonekana watu wanabadilisha tu mlo, lakini kuhakikisha kwamba kwenye mlo wake anapata lishe kamili ama vyakula vyote makundi 6 inakuwa ni changamoto. Una neno gani la kuambia wasikilizaji wetu? Asante ndugu mtangazaji. Tukumbuke kwamba jamani, kula mlo kamili au kula lishe bora haitokani na kula vyakula tofauti tofauti tu, bali kula vyakula tofauti tofauti vinavyoleta virutubishi tofauti tofauti. Vyakula hivyo ni vyakula ambavyo vinapatikana katika makundi 6 ya chakula, ambao ni haya yafuatayo. Kundi la kwanza ni kundi la vyakula venye wanga. Katika hili kundi limegawanyika pia katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni nafaka kama vile mahindi, ngano, ulezi, mtama, uwele na kadhalika. Sehemu ya pili ni mizizi ya wanga. Mizizi ya wanga ni kama vile viazi vitamu, viazi mviringo, magimbi na kadhalika. Na sehemu ya tatu ni ndizi mbichi. Kama nilivyosema ndugu mtangazaji kwamba ndizi ikiwa mbichi ni chanzo cha wanga, ila ikiiva ni tunda. Kundi jingine ni kundi la vyakula vyenye asili ya wanyama. Ndugu mtangazaji, hili nalo ni kundi ambalo katika mkoa wetu wa Njombe, hasa katika wilaya ya Makete, ni kundi ambalo watu hawaligusi. Ni kundi ambalo watu hawapendi kula vyakula katika kundi hili. Nalo ni katika hili kundi huku ndo tuna nyama, nyama nyekundu, nyama nyeupe, tuna samaki, dagaa, tuna maziwa, tuna mayai. Kundi jingine ni kundi la vyakula jamii ya mikunde. Katika hili kundi la nyeli migawanyika katika sehemu 2. Vyakula jamii ya mikunde na vyakula ambavyo ni zinatokana na mbegu za mafuta. Ndio. Jamii ya mikunde ni kama vile kunde zenyewe kama ambavyo jina linasema, maharage, njegele na kadhalika. Vyakula vyenye mbegu za mafuta ni kama vile karanga, tetele, mbegu za maboga, hata nazi liko katika kundi hili. Kundi jingine ndugu mtangazaji ni kundi la mafuta. Mafuta tunayoongeza kwenye chakula si tu kwamba yanaongeza ladha katika chakula, bali pia ni kundi la chakula linalojitegemea, kwamba hili linasaidia uyeyushaji wa vyakula mwilini. Kama vile vitamin, kuna vitamini zinahitaji mafuta, kwa hiyo mafuta yasaidie katika uyeyushaji wa vitamini hizo. Kundi jingine ndugu mtangazaji ni kundi la mboga mboga. Tunashauri mtu ale mboga, nyingine mboga za kijani na nyingine mboga zisizo za kijani, zote zinasaidia katika kuleta vitamini na madini. Na kundi la mwisho ni kundi la matunda. Ndugu mtangazaji, kama tunavyojua matunda huwa hayapikwi, ila yanaliwa yakiwa mabichi. Kwa mboga na matunda vyote kwa pamoja vinaupa mwili madini na vitamini. Kwa ili kupata madini tofauti tofauti na vitamini tofauti, tunashauri kula matunda tofauti tofauti. Leo kula tunda la rangi nyekundu, kesho lile la rangi ya kijani, kishikutwa rangi ya njano, ili mradi kupata madini na vitamini tofauti tofauti, ili kuhakikisha tunapata mlo kamili na vitu vyote vinavyohitajika katika lishe bora.
Mtaalamu ameelezea hapo makundi 6 kwa usahihi kabisa. Kwa upande wa vijana pia wanapaswa kuangalia sasa hayo makundi 6 wanayatumiaje, na amezungumza hapo kwamba unatakiwa kula basi matunda tofauti tofauti. Matunda hayapikwi dawa. Usije ukaniambia kwamba unapika chungwa, nitakushangaa sana. Ile nawachia mtaalamu, na muda wetu si rafiki. Tushukuru sana. Hii ni Kijiwe Lishe ya Green FM 91.6. Hii leo hapa kijiweni ulikuwa na Edina Ernesti pamoja na Henry Kidawa, lakini pia tulikuwa naye mtaalamu wetu Nafsa Lishe kutoka halmashauri kutoka wilaya ya Makete. Tumshukuru sana na tunakuwa tuna la ziada. Tumkumbushe msikilizaji kwamba Kijiwe Lishe ni kila siku ya Jumapili kuanzia saa 3:15 usiku, na marudio ni Ijumaa saa 2 kamili usiku. Anapata nafasi ya kusikiliza masuala mbalimbali yanayohusu lishe. Na kumbuka kwamba wanakuambia lishe si kwa watoto tu, hata kwa mtu mzima lishe inakuhusu. Sema kwa tuna la ziada. Tukutane wakati ujao. Kijiwe Lishe, karibu tulinde afya. Kijiwe Lishe, afya bora na salama. Kijiwe Lishe, jamani tulinde afya. Kijiwe Lishe, afya bora na salama. Lishe bora ni vyakula vyenye virutubisho. Lishe bora, mboga mboga na matunda, nafaka, maji ya kutosha.